Naam, ikiwa Mola subhanahu wa ta'ala yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi, kwa hivyo miaka na miezi na masiku na saat ambazo zatupitia katika maisha yetu, hakuna aliyeumba isipokuwa ni yeye. Na iwapo kutazungumzwa kutafautiana kwa viumbe alivyoviumba jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula, kwa kuwa huwezi kuwaweka sawa viumbe wote sawa na kiumbe mmoja Sayyidina Muhammad ambaye yeye ndiye afdalul khalq. Sawa ikiwa utazungumza kwa kuwa baada ya bwana Mtume Muhammad huwezi ukaweka sawa malaika na viumbe wengine. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewafadhilisha mitumi juu ya wengine, yani mitumi wao kwa wao Mola Subhanahu wa Ta'ala hakuweka sawa katika daraja. Kama vile katika miezi Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Qur'ani, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahra, idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12 ndio inayokamilisha mwaka. Naam, miezi 12 kuanzia mwezi wa kwanza Muharram mpaka mwezi wa 12 hunu tunaoingia katika kalenda ya Kiislamu Dhulhijja, mfungo 3. Hii ni miezi 12 inayokamilisha mwaka. Lakini ndani ya miezi 12 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema minha arba'atun hurum, katika miezi 12 pana miezi 4 mitukufu. Sasa usiingilie ukasema mbona haikufanywa Rabiul Awwal, mbona haukufanywa mwezi wa Safar ikawa ni mmoja katika hiyo miezi 4. La, Mola Subhanahu wa Ta'ala madamu tumesalimisha amri ya kuwa yeye ndiye muumba jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula, kama alivyowafadhilisha mitumi wao kwa wao juu ya wengine katika mitumi, kadhalika usiliingilie kwa nini akafadhilisha miezi mingine juu ya miezi mingine ikawa ni bora zaidi, akituambia minha arba'atun hurum. Kama vile bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alivyozungumza katika hadithi kuhusu siku ya Ijumaa, akituambia inna min sayyidi ayyamikum yaumul jumaa, bwana wa siku katika wiki mzima ni siku ya Ijumaa. Ikawa Ijumaa imechaguliwa katika wiki iwe ndiyo siku bora, iwe ndiyo siku tukufu. Yanayopatikana katika siku ya Ijumaa huwezi ukayapata katika siku nyingine za kawaida, na ndio hata tukawekewa katika wadhaiful ibadat, katika ibada ambazo tofaa tuzifanye. Hukuambiwa ibada kama hizi zifanye katika siku nyingine, pamoja na kuwa ukizifanya katika siku nyingine wapata thawabu, lakini thawabu na malipo kama yale huyapati kama unavyoyapata katika siku ya Ijumaa. Mfano wa kusoma suratul Kahfi, mfano wa kusoma suratul Dukhan, mfano wa kumswalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kwa wingi, mfano wa atasadduq, kutoa sadaqat, mfano wa ibada hili ambayo utaifanya katika siku ya Ijumaa, sala ya Ijumaa, huwezi ukaibadilisha mipangilio yake ukaisali katika siku nyingine, haitosihi wala haitokubaliwa. Kwa basi sisi swala yetu ya Ijumaa tumeamua tutaisali siku ya Jumamosi, hapana.